mpaka sasa inasadikiwa kwamba Harmonize amepoteza wafuasi wake 8,000 mfululizo, na bado kazi inaendelea, watu wanaendelea kumunfollow. Na hili pia limeweza kumkumba Diamond Platnumz ambaye ni msanii mkubwa zaidi kwa East Africa, I think, kwa sababu ana nafasi kubwa na nzito ambapo anafahamika zaidi kimataifa, lakini pia naye ameweza kupoteza wafuasi wake wasiopungua 35,000 mpaka leo hii, na bado kazi ya wananchi inaendelea, wanaendelea kuzipiga zile bakora zao. Habari za muda na wakati kama huu, mpenzi mtazamaji wa Hansi TZ popote pale ulipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tunaendelea na zile discussion zetu za kila siku zinazogusa kwenye nyanja za kimaendeleo, yani uchumi, siasa na burudani kwa pamoja. Kwa nyakati hii tunakuja katika upande wa burudani ambapo kunachukua shehena au mamia ya watazamaji wa kutoka sehemu mbalimbali wakiwa wanapendelea zaidi masuala ya burudani. Kwa sasa hivi tunaenda kuzungumzia harakati nzima zinazoikabili nchi ya Tanzania kwa upande wa burudani, especially kwa wale ambao ni wasanii. Sanaa kwa mara nyingi sana huwa tunazungumzia kwamba ni sehemu moja kati ya vitu ambavyo ni very sensitive kutokana na jamii ndio inayo chorewa maumbo ya aina tofauti na mafumbo ya aina mbalimbali ili kuweza kuinunua ile sanaa. Kwa hiyo utakapokuwa umeenda kinyume na jamii, jamii huwa inatoa fimbo au bakora za kukuchapa ili kukuonyesha kwamba wewe hauko pamoja na sisi au haufuatani na sisi. Tumekuwa siku zote tukizungumzia au kuwaita wasanii ili waweze kuwa sides of societies, kwa sababu jamii ndio inayonunua kazi ya sanaa, iwe ni kazi ya muziki au iwe ni kazi ya maigizo, iwe ni kazi ya uchoraji. Wote hawa ni wasanii au waumbaji wa viungu na kadhalika. Hawa wote wanategemea kutoka kwa wanajamii watizame kazi zao kwa kiasi kikubwa, waweze kuwapandisha zile daraja ambazo wanazozihitaji. Lakini kwa upande wa Tanzania, wasanii wengi walikuwa wakichelea wanajamii pale ambapo walipokuwa wakijaribu kupaza sauti zao, lakini wasanii wa nchini Tanzania kwa kifupi walionekana hawako pamoja na wananchi kwa kutoa taswira ya maneno ambayo yaliyowagusa Watanzania wengi kuwa ni ya kuumiza kwa upande wao, especially ambapo tuliweza kuona kwa upande wa Diamond Platnumz. I think mnaweza mkaona video yake hapo kati nini alikuwa akizungumza akiwa yeye pamoja na wasanii wenzie kina Jokes pamoja na kina Ommy Dimpoz, ambapo walitaka jamii ya Tanzania ifanye kazi na sio kusujudu au kuzungumza au kuchafua serikali. Lakini badala yake ni nini kilichokuja kutokea? Ni kwamba wasanii wengi kwa sasa hivi wengi wamepigwa adhabu nzito ambazo ni zaidi ya lockdown, kwa sababu jamii inasema hawahitaji tena kazi zao, na jamii ya Kitanzania inasema kabisa kwamba sisi hatutawafollow tena. Na tumeweza kuona moja ya dalili kubwa na nzito, ingawa baadhi yao wamejaribu kuomba msamaha na kuungana na wanajamii juu ya mambo mbalimbali, lakini bado wananchi wanasema bado lazima fimbo zetu ziendelee kwenu. Tumeweza kumuona Harmonize akiposti maombi akiomba na kuomba msamaha juu ya yale yaliyojitokeza na kadhalika, lakini bado imekuwa ni sintofahamu kwake baina yake na mashabiki zake, especially wananchi kutoka upande wa Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla, wakiendelea kupoteza, ambapo mpaka sasa inasadikiwa kwamba Harmonize amepoteza wafuasi wake
8,000 mfululizo, na bado kazi inaendelea, watu wanaendelea kumunfollow. Na hili pia limeweza kumkumba Diamond Platnumz ambaye ni msanii mkubwa zaidi kwa East Africa, kwa sababu ana nafasi kubwa na nzito ambapo anafahamika zaidi kimataifa, lakini pia naye ameweza kupoteza wafuasi wake wasiopungua 35,000 mpaka leo hii, na bado kazi ya wananchi inaendelea, wanaendelea kuzipiga zile bakora zao, huku tukishuhudia baadhi ya wasanii kama vile kina Nenga wakiamua kujitoa kabisa kwenye upande wa Instagram na kuamua kupumzika, huku wengine wakiamua baadhi yao wakiamua moja kwa moja kama kina Divoice kuweza kufuta yale ambayo yaliyopita na kuanza tena upya. Kwa hiyo bado imekuwa ni pata shika nguo chanika kwa upande wao, na huku bakora zikiendelea kusakatwa ili mradi tu kwamba wajifunze. Lakini je, athari ya kupungukiwa na watazamaji au kupungukiwa na mashabiki ndani na nje ya mipaka ya Tanzania katika upande wa burudani ni nini athari yake? Athari yake ni kubwa, kwa sababu tunaamini kazi ya sanaa ili upande na uonekane kwamba wewe una kiasi kikubwa cha kukubalika katika jamii, ni kwamba kuwa na wafuasi wengi zaidi ambao wanaofuatilia kazi zako. Kwa hiyo ina maana kila wanapoendelea kujitoa ni kwamba wewe unapoteza uaminifu katika jamii yako. Kwa hiyo hata wale wenye makampuni makubwa ambao walikuwa wana uwezo wa kukudhamini au wa kuweza kufanya nao kazi, nao wanapungua katika ile hali ya kuona kwamba tayari umeshaanza kuruhusu, kwa sababu hata bidhaa zao wanaamini wazi hazitoweza kupata nguvu zaidi kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hizo ni athari ambazo zinaweza zikawakumba baadhi ya wasanii wetu kwa kipindi cha muda mfupi, iwapo kama jamii pia itaendelea kufanya hii changamoto au hii challenge wanayoendelea nayo. Kwa hiyo inaweza ikapelekea wasanii wetu ambao tunaowajua kwa kiasi kikubwa wakaweza kupoteza baadhi ya kazi zao na uaminifu katika makampuni makubwa, kwa sababu watakuwa tena hawana majina yale ambayo yanayofahamika. Kwa hiyo sasa hapa kinachotakiwa kufanywa ni kwamba kuendelea kuomba radhi na pia kujifunza wasanii wengine ambao walikuwa hawatoi sauti na wao walikuwa wanafanya matendo ambayo yanayoihusu jamii. Ni moja kwa moja unatakiwa wewe kunyamaza na kujifunza kupitia kwa mwingine. Kwa hiyo wasanii East Africa tunatakiwa kuelewa na kujua kwamba kazi tunazo au kazi wanazozifanya, iwe kama wewe ni mwanahabari au kama wewe ni msanii, amini ya kwamba shilingi 500 ya huyo mwananchi wako ndio ambayo itakayokupa wewe power, kwa sababu yeye ataweza kuingia kwenye YouTube yako, na pia ataweza pia kuingia kwenye Insta yako na kuweza kuangalia nini unachokifanya na kukupa nguvu zaidi ya kuongeza speed ya utendaji. Kwa hiyo tunatakiwa kuchunga sana na kuheshimu sana na kuwa nao pamoja kwa hali na mali pale wanapowakumba mazito, na pale wanapotoa sauti zao basi tunatakiwa kuwa nao pamoja. Hata kama tumeshindwa, basi hata kunyamaza nao iwe ni jibu ambalo ni zuri kwa wanajamii tulio nao. Na kama unafanya mahojiano nyakati ambazo unaamini kabisa ni nyakati za mashaka, basi hakikisha kwamba unafanya vitu ambavyo vitakuwa ni vizuri na vitakuwa ni majibu mazuri ambayo hayatomkinza mwananchi wako au shabiki wako, kwa sababu ugali wa kwetu unatoka kwa mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo sasa wasanii pia tupende sana kuzungumzia kwa ndugu zetu ambao wameamua kuungana na Watanzania kwa kiasi kikubwa, ingawa kulitokea na sintofahamu hapo nyakati za mwanzoni na maugomvi ya hapa na pale, lakini Kenya imeamua kuwa karibu zaidi na Watanzania kwa kipindi hiki chote hiki kinachoendelea, ambapo na wao pia wamedai kwamba wasanii wanaotoka Tanzania kwa wale ambao hawakupenda kuungana na jamii zao au na raia wa nchini kwao kwa hali na mali kwa lolote lile, basi wasiingie mjini
Nairobi, Mombasa pamoja na maeneo tofauti kwa ajili ya kufanya burudani, adhabu yao wanaijua wao kama iwapo itatokezea wao wakaenda. Kwa hiyo hii unaweza ukakuta kwamba labda tutaizungumzia kwamba ni kawaida, lakini mwisho wa siku unaweza kukuta kwamba imekuletea athari kubwa sana, kwa sababu unaweza kukuta umeandaa tamasha lako ambalo lilikuwa linatakiwa liwe pale mjini Nairobi na ulikuwa na mashabiki wengi, lakini sasa unaenda kuwapoteza kwa mambo kama haya. Kwa hiyo tuwashauri sana wasanii wetu wa Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla kuweza kuungana na wananchi wao au mashabiki zao pale wanapopitia condition yoyote mbaya, kwa kuwaonesha support, ikiwa ya maneno au ikiwa tu ya kunyamaza bila kuwakera, ili kuweza kuendelea nao pale yanapojitokeza